Kwa salamu, vipi hali ndugu yangu? Wema? Wema kabisa. Mungu asaidia. Alhamdulillah. Zile fedha umeshakugea au bado? Zile fedha bado hajanigea. Na tupo kwenye mkakati. Juzi nilikutana na Alikamu akaniambia kwamba na kesi kama 3 za kwenda kujibu mahakamani. Kwa hiyo nitakuwa nifike kwenye uongozi wa klabu ya Young Africans. Kwa ndani ya wiki nitakuwa katika uongozi wa Young Africans. Kuna kesi gani hizo? Kesi ya kwanza niambia kwamba nimeitaja klabu ya Yanga ikiwa ni taasisi bila uoga wa aina yoyote na kusema kwamba ninaidai kiasi fulani cha pesa ambacho atakuwa nipewe. Kwa hiyo ni kosa namba 1 kwamba inawezekanaje ni dai taasisi pasina nimeitaja taasisi katika hali ambayo bila pasina kuwa na uoga wa aina yoyote. Si ulifanya kazi lakini? Kazi nilifanya kubwa, nimeopa ubingwa karibia mara 4 mfululizo, kwa hiyo wao walitakuwa kunilipa lakini mwisho wa siku ndio ikawa kama hivyo. Kwa hiyo ubingwa wote wa upande wa pili ni wewe ndio umesababisha? Mimi ndio nimeopa ubingwa karibia mara 4 mfululizo na huu mwaka nimeplan kabisa, nilikuwa na plani niwashushe daraja waende kucheza championship, lakini pasina bahati utaratibu wa kwanza kuifanya Yanga ianze kufungwa nimechelewa. Pengine ulipiga nondo sana mwaka huu. Mwaka huu unajua mwaka huu ni katika miaka ambayo klabu ya Young Africans ilipitia wakati mgumu. Ilikuwa ni pamoja na mwaka kwa sababu mimi ndio kwa mzee wa fitina na mfitinishaji mkubwa. Mimi ndio nilikuwa nawafitinisha viongozi na wafitinisha wachezaji, mashabiki. Kwa hali kama haieleweki namna fulani, mara kocha akija anakaa wiki 2 anafukuzwa mtu mwingine. Hiyo yote kwa kuhakikisha Yanga anapotea na kusurubiwa na kufa kifo kibaya sana. Pengine hata upande huu walikuwa wanasema wanacheza sana mechi zao, vipi? Si kweli. Unajua Yanga, emrudi ile swali nikujibu tena. Upande huu Simba Sport Club walikuwa wanasema wanacheza sana mechi zao, vipi? Hapana, Simba usiki kwa asilimia zozote katika kucheza mechi zao. Yanga walikuwa wanacheza mechi zao kama mechi zao. Mimi ndio nilikuwa ninafanya Yanga anafungwa na kusurubiwa na kufa kifo kibaya sana. Ninyi mko ni mashahidi, nilisema Yanga atafungwa dhidi ya Al Hilal na kweli alifungwa na nilimweka Reani mke wangu. Kama nilikuwa mashahidi mliona, nilimweka mke wangu Reani kama Yanga akishinda, waje wamchukue mke wangu na walisurubiwa. Mechi ya Msaji ilikuwaje? Mechi ya Msaji kulikuwa kuna namna yote tu Yanga lazima angefungwa ile mechi. Na nilizungumza nikaweka wazi kabisa kwamba hamna namna yote ambayo Yanga anaweza kashinda. Vipi mchezo uliohairishwa? Uliuchungulia? Mchezo niliuchungulia na mbaya zaidi ni kwamba unajua mimi sasa hivi nina ugomvi kidogo na uongozi wa Yanga. Kwa hiyo nisingependa kuweka wazi, lakini kulikuwa kuna namna yote Yanga ingeweza kushinda hii mechi. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba baada ya kuona Yanga hii mechi wasingeweza kushinda, wakaona ni bora watengeneze mazingira ile mechi iahirishwe. Kwa hiyo sababu ya wao mechi kuahirishwa ilikuwa ni wao wenyewe, waliandaa mikakati ambao mechi iahirishwe ili ionekane Simba ndio sababu. Kumbe sababu ni wao. Sababu ni wao wenyewe. Kwa sababu huwezi kuwakataza watu wasifanye mazoezi na wakati kikanuni inaruhusiwa hivyo. Kikanuni iko hivyo. Kwa nini wakataza wachezaji wasifanye mazoezi? Pengine ule msafara wa Simba Sport Club wote walikuwa wanaogopa sana. Ule msafara ulikuwa ni wa kawaida. Wala kulikuwa kuna namna yote ya kuogopa. Ni vile tu Yanga wenyewe walikuwa wanajua kabisa kwamba mechi mimi ndio mganga wao, mimi ndio wananitegemea. Na kuna namna yote ambayo wanaweza mimi nikiwaambia kwamba mshindi na washindi kweli. Sasa kwa nini wanali? Ndio maana wao wenyewe kwa kabisa ile mechi wasingeweza kushinda. Na walikuwa wanasema kuna ile msafara kuna wanyama pengine wewe kama mtaalamu. Wanyama ndio walikuwepo kwa sababu tulikuwa tufanye kafara kubwa ili kuhakikisha Simba anashinda, na kulikuwa na namna, ndio maana nimekuambia ndugu yangu hakuna namna yote Simba lazima angeshinda. Wale wanyama walikuwepo. Wale wanyama walikuwa ni wa kwangu mimi. Wale wanyama walikuwa wala Simba usika hata kidogo. Wale wanyama walikuwa niamini kwa kama Sheikh Sharifu na mganga mkuu kuhakikisha Yanga anasurubiwa na kufa kifo kibaya sana. Wale wanyama walikuwa ni wa kwangu mimi kwa ajili ya kafara. Uongozi wa Simba vipi sasa kwenye hilo kupeleka wale wanyama? Kuna kiasi chochote ambacho walikuwa wamekuwekea? Kuhusiana na Simba usiweze kuzungumza chochote, lakini wao ndio wajua kwa mimi ni mganga ambao ninafanya Yanga anafungwa. Sio anashinda tena. Anafungwa. Sio anafungwa. Kwa sababu zama za kuwapa ushindi zimeshaisha. Sasa hivi wanafungwa tu. Na huu ushindi unaopata sasa hivi ni wenyewe sasa binafsi. Na ndio maana ukuta ni ushindi ambao unakuwa na suasua sio ule mpira ambao tulikuwa tunauona. Na kwa namna fulani mechi unajua kuna mechi wakifungwa mechi 2 3 kwa namna fulani hivyo wananifuata bwana Sheikh Sharifu, mchukua kiasi fulani hapa, tupe ushindi. Na hapa ushindi. Kwa hiyo hata alipopoteza dhidi ya Azam na Tabora walikufuata. Ile ilikuwa sababu ya mimi sasa. Kwa sababu hawakunilipa. Walikuzingua. Walinizingua hawakunilipa. Sasa mbona hatari sana Sheikh? Unajua hizi timu lazima wajue kwamba hizi kazi zina watu wao. Umeona licha mpira tu kucheza mpira. Kuna kipindi Dijidi alikuwa ukimpigia mpira unapaa. Watu walikuwa hawaelewi kwa sababu gani mpira unapaa. Ile screen protector. Mimi nilimtuma jini moja anaitwa Jini Patapotea. Nilimtuma mechi dhidi ya Al Hilal. Nyinyi wenyewe mlikuwa ni mashahidi. Niliwaambia kama nitawatuma jini anaitwa Jini Patapotea, kazi yake kubwa kila mkipiga mpira unapaa juu. Nyinyi wenyewe waandishi wa habari mnenda uwanjani mtazama ule mpira na mliona. Ndio maana Yanga alistruggle sana. Yaani kila mpira ukipigwa unapaa juu.
baada ya mechi kuisha watu walikuja kwenye page yangu wananiambia kweli bwana huyu ni mganga. Sisi tulikuwa tuamini kama ni mganga, kumbe ni mganga kweli bwana. Na kile ambacho kinachosemwa na mashabiki wa Simba Sport Club juu ya uwanja wa KMC, kuna siri gani kati ya uwanja wa KMC na Young Africans? Yanga ni waoga tu. Unajua Yanga wameanza kuwa waoga baada ya kuona mimi tayari nimeshatoka upande wao. Ndio maana unajua ile timu nataka nianze kuita Patapotea FC kwa sababu tayari wameshaanza kupoteana. Achilia mbali kuwa na jina ambao mimi unajua mimi namiliki majini, mimi sio Sharifu ambaye namiliki majini. Achilia mbali kuwa na majina ambao ni Patapotea. Mimi nataka ile timu niite jina la Patapotea FC kwa sababu tayari wameshapoteana, waeleweki. Yeah. Pengine kwenye mbio za ubingwa Sheikh Sharif, nani ambao atatoa ubingwa msimu huu? Ubingwa msimu huu Yanga hawezi akachukua. Yaani hilo liko wazi. Hawezi akachukua. Yaani hata katokea mechi inayofuata Simba akafungwa, bado Yanga hawezi akachukua ubingwa. Kwa sababu mimi kuna namna nitajua na sehemu gani nambananisha Yanga ili aweze kupoteza. Mimi najua. Katika hao wawili nani ambaye anacheza nje ya uwanja sana, anatumia imani za kishirikina sana? Kati ya wawili Simba na Yanga. Kwa uzoefu wangu mimi ambao tayari nimeshakuwa mganga na Sheikh Sharifu, nimefanya kazi upande mmoja. Upande mwingine sijafanya kazi, kwa siwezi kujua. Lakini mimi najua tayari kwenye nje ya uwanja unajua mimi nilikuwa nafanya kazi sana nje ya uwanja. Kipindi ambacho nawapa ushindi ndugu zetu hapa. Ubingwa ule tunaona. Nawapa ubingwa, mnaona wameenda huko wameshinda mechi za mkoani za nini za nje za nchi wameshinda. Ilikuwa kazi yangu mimi mzee. Mimi nilikuwa nasafiri naenda mara ya mwisho mimi nimeongea na waandishi wa habari, nimeongea na nani wa Rafesi TV nini TikTok TV, nimetoka Dubai, nimepelekwa Dubai ili niweze kuipa timu ushindi. Kwa hata kwenye mechi za kimataifa kumbe ulikuwa unakwea pipa? Nilikuwa nakwea pipa na safiri mzee. Naenda Dubai, naenda wapi, naenda kula maisha ili timu ipate ushindi. Hivi kuna kwenye kuwapa ubingwa Young Africans, pengine ushakutana na kitu kigumu sana? Ugumu unapatikana especially mechi za mkoani. Unajua kuna baadhi ya maeneo uchawi unazidiana. Unaweza kuwa ni mchawi lakini umezidiana. Mimi kweli ni mshirikina Ndokubuhu ambaye nimeongoza kuwapa ushindi wana Yanga, lakini kuna baadhi ya maeneo nilikuwa nikifika napata ugumu kidogo. Lakini ugumu huo ulikuwa ufanye mimi Yanga kusoka kwa viwanja gani hivyo vilikuwa vigumu? Kuna viwanja ni vigumu ndugu yangu, kuta timu inapata ushindi wa 1-0 na moja yenyewe kuta ni goli la penalti. Penalti mchezaji kajidondosha tu chini hapo unaroga uchawi wako unapewa penalti. Nyie mshangaa mbona penalti imetokea kizembe? Tayari changala macho, mtu ameshapigwa changala macho pale. Refa anaona kama mtu kapigwa mkono pale. Kumbe ndio hata waamuzi waga waoni. Tusiwalaumu. Wala waamuzi walaumiwa kwa sababu waamuzi wana baadhi ya vitu hawavioni. Sisi waganga tunajua, sisi Sheikh Sharif tunajua. Kuna baadhi ya vitu sisi tunavijua ndugu yangu. Hatari sana ndugu yangu. Shukrani. Asante sana. Patikana especially mechi za mkoani. Unajua kuna baadhi ya maeneo uchawi unazidiana. Unaweza kuwa ni mchawi lakini umezidiana. Mimi kweli ni mshirikina Ndokubuhu ambaye nimeongoza kuwapa ushindi wana Yanga, lakini kuna baadhi ya maeneo nilikuwa nikifika napata ugumu kidogo. Lakini ugumu huo ulikuwa ufanye mimi Yanga kusoka kwa viwanja gani hivyo vilikuwa vigumu? Kuna viwanja ni vigumu ndugu yangu, kuta timu inapata ushindi wa 1-0 na moja yenyewe kuta ni goli la penalti. Penalti mchezaji kajidondosha tu chini hapo unaroga uchawi wako unapewa penalti. Nyie mshangaa mbona penalti imetokea kizembe? Tayari changala macho, mtu ameshapigwa changala macho pale. Refa anaona kama mtu kapigwa mkono pale. Kumbe ndio hata waamuzi waga waoni. Tusiwalaumu. Wala waamuzi walaumiwa kwa sababu waamuzi wana baadhi ya vitu hawavioni. Sisi waganga tunajua, sisi Sheikh Sharif tunajua. Kuna baadhi ya vitu sisi tunavijua ndugu yangu. Hatari sana ndugu yangu. Shukrani. Asante sana.